inatarajia kufanya uzinduzi rasmi wa kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere chenye uwezo wa kuzalisha megawati 2115 tarehe 22 Agosti mwaka huu 2026 katika eneo la mradi lililopo Rufiji, mkoa wa Pwani. Uzinduzi huo utafanywa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na pia utahudhuriwa na viongozi mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi yetu ya Tanzania, lakini vile vile wananchi na wadau mbalimbali wa maendeleo nao watahudhuria shughuli hiyo. Uzinduzi wa mradi wa kuzalisha umeme wa bwawa la Mwalimu Nyerere ni tukio la kihistoria na hatua muhimu katika safari ya Tanzania kujenga mfumo wa nishati ya uhakika nchini, sambamba na kuchochea shughuli za uzalishaji, uwekezaji na ukuaji wa uchumi. Mradi wa kuzalisha umeme wa Julius Nyerere ni mradi mkubwa zaidi wa kuzalisha umeme kuwahi kutokea katika nchi yetu ya Tanzania, lakini vile vile ndio mradi mkubwa ambao umejengwa kwa fedha za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ukiwa na uwekezaji wa takriban shilingi trilioni 7.452. Kutekelezwa hadi kukamilika kwa mradi huu ni kielelezo cha dhamira ya serikali ya kuhakikisha Tanzania inakuwa na uwezo wa kuzalisha umeme wa kutosha na wa uhakika kwa ajili ya maendeleo ya wananchi na uchumi wa taifa letu. Kwa sasa uwezo wa mitambo yote ya kuzalisha umeme nchini umefikia takriban megawati 4646, ambapo mradi wa kuzalisha umeme wa Julius Nyerere tunaoenda kuuzindua pekee unachangia megawati 2115. Hii ni hatua kubwa katika kuongeza uwezo wa taifa wa kukidhi mahitaji ya umeme na kuimarisha usalama wa nishati, sambamba na jitihada nyingine zinazoendelea za serikali katika kuongeza uzalishaji, kuimarisha gridi ya taifa na kupanua huduma ya umeme hapa nchini. Tangu kuanza kuzalisha umeme, mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere umeendelea kuongeza kiwango cha umeme kinachoingia katika gridi ya taifa na hivyo kusaidia kupunguza changamoto za upungufu wa uzalishaji zilizokuwa zinachangia mgao wa umeme hapa nchini. Hadi tarehe 31 Mei mwaka huu 2026, kituo hicho kilikuwa kimezalisha takriban 44.9% ya jumla ya umeme wote unaozalishwa na kuingia katika gridi ya taifa katika kipindi cha mwaka mmoja. Hivyo kituo hiki kimekuwa kikichangia karibia nusu ya umeme wote unaotumika hapa nchini Tanzania. Ujenzi wa mradi huu kama mnavyofahamu ulianza Juni mwaka 2019 na kukamilika Machi mwaka 2025. Wakati wa ujenzi, mradi huu uliajiri wafanyakazi karibia 12,000 na 99% ya wafanyakazi hao 12,000 walikuwa ni Watanzania. Uwezo wa bwawa hili kutunza maji ni mita za ujazo bilioni 33, ambapo ni takriban mara 10 ya bwawa lile la Mtera. Bwawa hili ni ziwa la kujenga na linashika nafasi ya 4 kwa ukubwa katika maziwa yaliyoko nchini baada ya ziwa Victoria, ziwa Tanganyika na ziwa Nyasa. Kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere Hydropower Plant kinashika nafasi ya 4 kwa ukubwa katika bara la Afrika. Pamoja na mradi huu kukusudiwa kuzalisha umeme, utasaidia pia kwenye kilimo cha umwagiliaji, utalii na matumizi ya binadamu. Kuwepo kwa mradi huu hadi sasa kumechangia sana kukua kwa uchumi wa nchi kwa kuhakikisha kwamba umeme wa kutosha upo kwa ajili ya uzalishaji viwandani na kwenye huduma za uchumi unapatikana. Uwekezaji wa bwawa hili na mradi huu wa kuzalisha umeme wa Julius Nyerere unaendana moja kwa moja na malengo ya Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050. Mradi huu ni sehemu ya hatua zinazoendelea kuchukuliwa na serikali za kuongeza uzalishaji wa umeme, kuimarisha gridi ya taifa na kuweka mazingira bora kwa uchumi kukua kwa kasi. Hafla ya uzinduzi itafanyika katika eneo la mradi Rufiji, mkoa wa Pwani, na inatarajiwa kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali, wageni kutoka ndani na nje ya nchi, wananchi pamoja na wadau mbalimbali wa maendeleo.